Usikose kufuatilia kipindi bora cha PHD, Prophecy, Healing and Deliverance. You had a dream 2 weeks, 2 days ago. Kuna ndoto uliyota siku 2 zimepita. Sio kama nakumbuka. Unakumbuka? Hata tokea mchao kwa lugha. Na tumia microphone. Wachawi wote jina langu na wamjui jina. Let the prophet Tibet Pasco. Na wapiga. Saga kwa jina yes. Wasageka. Ndani ya kipindi hiki utaona shuhuda za watu mbalimbali wakifunguliwa, wakitabiriwa na kuwekwa huru kwa nguvu za Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na Pastor Samuel Christ, Pastor Elizabeth Christ na Pastor Cecilia Christ. Kipindi hiki hurushwa kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 3 usiku hadi saa 4 usiku hapa JN Power TV. Sasa turudi kwa dada Grace. Nadhani tumezungumza sana juu ya roho ya familia. Turudi kwa dada Grace. Kwa ile roho ya familia tafsiri yake ilikuwa ni kwamba upande wa Grace alikozaliwa wana neema ya utumishi. Lakini kuna roho za familia zinainuka zinatibua na utumishi wao. Ndio maana prophet aliweka mchanga kwenye kile, manake ile ni roho chafu kutoka kwa mabibi, hawataki hao watu wamtumikie Mungu. Kwa yule dada akaona yeye anamtumikia Mungu, yeye akazani anamtumikia Mungu, kumbe nilirora familia, nilimzimu wa mabibi huko ndani yake. Kumbe kweni makini, hata huko makanisani unaweza ukaona mwimbaji amesimama anaimba ananena kwa lugha, kumbe sio yeye, ni mzimu, ni roho ya familia inatembea pale. Kama hauna haya maarifa ambayo nakwambia, utajikuta na wewe unaabudu katika madhabahu ile ile ambayo babako na mamako aliabudu. Kama usipokuwa tayari kutoka. Kama usipokuwa tayari kutoka. Sure I tell you. Sasa nani angejua kama huyu dada ana roho ya familia? Kama sio hekima. That's why nimesema huu ni ushuhuda na uita prophetic wisdom testimony. Mela vizuri. Kwa mtumishi wa Mungu akaongea wazi kwamba ni roho ya familia iko juu yake. Na uzuri mmoja, unabii ulitolewa tarehe 23 mwezi wa 12. Babangu prophet anajiamini sana. Alisogelea kamera akamwambia, wewe mtumishi wa Mungu unakosea na kufuta katika ulimwengu wa roho. Wewe sio mtumishi wa Mungu. Na akamwambia huyu dada Grace, akasema hata wewe dada Grace hujaitwa na Mungu, umejiita mwenyewe. Ni roho ya familia imekuita. Nasema na katabiri, akasema hivi, mwezi wa kwanza utakuwa umesharudi kwa mume wako. Yule baba alipiga hapa makofi. Leo Mungu ananiambia hivi, anaingilia nyumbani kwako sahi, anamgusa mke wako sahi. Mwaka unaoanza you are way. Mke wako anakuja, atakutafuta, ataomba msamaha. Hii ni child of God. Sio Mungu amemuita. She's not called. Naomba mchukue video vizuri. No. Mama Grace, popote ulipo, God has not called you. It is your familiar spirit imemuita. Yani roho ya mzimu inakwambia na yani iko hivi. Njoo. Uwezi ukaitwa na Mungu. Mungu sio jambazi. Mungu njoo kaini. Mlete. Huyu mtoto ana miaka mingapi? 3. Huyu mtoto mdogo, si ndio? Uwezi kuacha mtoto wa miezi 3, miaka 3. Ukasema unamtumikia Yesu. Ipo? Vipi kwako? Kanachia mtoto wa miaka 3. Kanachia mtoto wa miaka 3 na mwezi wa kike. Ninaona huyo mama anaacha a small child like this. Leo unasema Mungu amekuita. You. God has not called you. Come back to our family. Amen. Rudi mama kwenye nyumba yako. Amen. Amen. Hakuna Mungu akikuita anakupa direction. Amen. Nishaomba hata vijana, ukiona unaenda kuanza huduma kwa sababu kuna fujo kanisani, Mungu hajakuita. Kwa nini ngomana pastor na Mungu hajakuita, umeitwa na shetani? Mungu ni wa amani. Oh yes. Utakuwa kwa mchungaji utamwaga mchungaji. Mungu ameniita. Kwa amani kabisa. You are called now. Uwezi kuiba tofali za mtu kujenga nyumba yako. Ukisema Mungu ameniita. Yeye unaiba washika wa watu, unaenda kufua huduma. Mungu hajakuita wewe ni jambazi kama jambazi wengine, unatafuta chakula. Amen. Ila Mungu akikuita utakuwa mstaarabu, utakuwa na adabu,
hata kwa mama yako wa kiroho, hata kwa baba wa kiroho utanyenyekea. Wewe Mungu amekuita, lakini unagombana baba yako aliyekufundisha kutoa pepo. Sasa Mungu amekuita wewe ni jini kama majini mengi. Ni Mungu ana utaratibu. Amen. Mungu huyo Mungu atakuwa Mungu mkatili. Atakuwa Mungu katili ambao unaweza kusema ni mchungaji, uachie baba mtoto wa jinsi hii, rika hii, unasema ndio kuhubiri injili ipi? Kanisa uanzia nyumbani. Anasema inamstahili askofu awe ni mme wa mke mmoja, alee watoto wako ustaarabu. Siwezi kukuhudumia mimi wakati watoto wangu nyumbani hawana adabu. Haipo. Are you getting? Lazima nyumba yangu iwe sawa. Mke wangu ana discipline, mme wako ana discipline. Now you can say I'm a pastor. Kwa mama nakusii Grace, huyo mchungaji kama amekwambia wewe kaa hapa uache watoto wako, amekudanganya. Anakupeleka jehanamu. Sure tell you. I'm a prophet. Hata kama ni nabii, aje tukatabiri. Kama huyo nabii, aje kae na mimi hapa. Mweke hapa huyo nabii na mimi hapa. Then God will decide. Haipo. 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 Uwezi kuacha mtoto kama chio. Haipo. Haipo. Hata haipo. Haipo. Kama uwezi kuhurumia mtoto kama huyu mdogo, hata kama mama alikuwa na tofauti, kama uwezi kuhurumia mtoto mdogo, hauwezi kuhurumia wewe. Hauwezi kuhurumia wewe. Mama nakusi Grace, popote alipo, I don't know you, ila Mungu anakujua. Umekosea. Na kuonya kama nabii wa Bwana aliye hai. Na kuonya kama nabii wa Bwana aliye hai. Na kuonya mimi ni nabii wa Bwana aliye hai. Please, rudi nyumbani na watoto wako. Mimi niko hapa nasikia Mungu ananiambia loan na maisha na mke wake na mpaka mwaka wa kuzaliwa. I don't know them. Praise God. Ila nakusii. Hata kama kuna tofauti ya mume wako na udhaifu kiasi gani. Amen. Praise God. Hata kama una udhaifu, unaweza kuwa na udhaifu zaidi. Are you getting child of God? Amen. Yani hata wanangu na umma ni wasii. There is no perfect in the world. Amen. Upendo unastahili wingi wa dhambi. Upendo uhesabu mabaya. Ukishakuwa na upendo utahurumia hata watoto wao. Amen. Unatoa ngapi? Watano. Yeah. Amekuachia wote? Wote. Anasema anamwambia the spirit of Anna ipo juu yake. Roho ya Anna ipo juu yake. Kwa hiyo yeye anatakiwa afanye huduma, aniache. Roho ya Anna ipo juu yake. Roho gani ya Anna? Ndio mkuu nilichofundisha ya mkuu wa anga. Kumbe soma limeeleweka. Roho ya Anna. Sisi tuna roho wa Bwana. Na Roho Mtakatifu. Yaani kwanza roho ya Anna iko juu, roho Anna iko juu yangu, amelipaka mafuta. Yesu. Yaani kuna roho wa Bwana, Holy Spirit, wanaoongozwa na roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Only that. Kwa kama unaongozwa na roho wa mjomba wako na shangazi Anna, roho ya Anna yeye. Kwa hiyo yeye alikuwa tasa. Kwa hiyo akiwa na mimi ina maana ngoja kwanza. I will die. Mimi nitakufa. Ana yupi? Ana kwenye Biblia, ana mama yake Samueli. Yeah. Kwa hiyo kama roho yana kwa ajili yake ilibidi awe tasa kwanza. Amen. Azae mtoto mmoja. Amen. Na huyo mtoto aitwa Samueli. Kwa hiyo ilibidi kwanza yeye awe nini? Awe tasa cha kwanza. Aishakuwa tasa? Hapana. Sasa roho yana kwa ajili yake. Kama roho yana kwa ajili yake ilibidi awe tasa. Na wewe uwe nani? Uwe Elikana. Sawa? Na uwe mwaminifu kwenye ndoa, awe mwaminifu. Wewe nini? Elikana. Na kila mwaka uwe naenda Shilo kutoa sadaka. Na yeye awe na Penina. Una mke mwingine Penina? Unajua kuna watu wengine. Kuna watu wengine wanachanganya watu akili Alimchanganya sana Tumishi. Alikuwa mfanya biashara. Yaani hela zote akapeleka kanisani. Zote yani ile biashara akaacha kufanya. Roho ya Anna. Akachukua mkopo, nikalipa mimi hapa mkopo. Roho ya Anna. Ana hajawahi kukopa unajua. Akachukua mzigo tena pia kule kazini kwake. Mpaka leo hajalipa ule mzigo. Kwa biashara kaacha, yupo kanisani. Ndio maana kanisani hapa jamani, nimekuwa nikiwafundisha mara nyingi. That's why ukija kanisani hapa una receive wisdom.
Nafikiri huwezi kufundisha mahubiri haya ya kwangu ukawa mtu tofauti. Na muwe makini na wachungaji wanaofundisha mahubiri kuwatishia. Yesu ni ana nguvu kuliko shetani. Maki siku kama pepo la shangazi yako la bibi. Mnasikia kama majini ya Jumapili baada ya kukamata jini jeupe. Maisani. Natangaza mema. Mke wako atarudi. Hiyo huduma haifanikiwi. Hiyo huduma haifanikiwi. Haiwezi kufanikiwa. Nimesema mimi haiwezi fanikiwa. God is God of protocol and procedure. Grace na kusimama. Come back to our house. Mimi ni nabii wa Bwana. Hii kitu itakusumbua. Ninakutangazia mwaka huu usiishe. Popote ulipo, fuate mwaka wako. Narudia tena kama Mungu aishivyo. Mchungaji yeyote atakaye kuode akapinga hiko kwa sababu anakutuma ili utumike. Yesu haitumiki hivyo. Siku ikikutuma kwamba acha watoto wako wafe njaa, jua nimekengeuka. Na pastor, na kuomba pastor wa Mungu, you pastor, kama unatumika na Grace, mshauri Grace akalee watoto wake. Amen. Kama basi angegombana na mume wake, basi sema ni ndoa amegombana. Unasema na acha watoto na roho ya hana. Sisi tunajua labda ni ugomvi, wamegombana nyumbani, hawapatani. Unasema Mungu ameniita niache watoto na roho ya hana. Jamani hapana. Maisani, leo nakuombea. Atarudi. Na atakuwa mke bora. Ube a good woman. Watoto 5 na waacha. Father, I pray for this man. Natangaza saa hii Mungu aliye hai amekujia wewe. In the mighty name of Jesus Christ, your wife will come back to a child. In the name of Jesus Christ. Kale watoto wako na mke wako. Ninatangaza leo huyo mkatarudi. Atarudi. Sasa kuna utofauti kati ya anayeongozwa na roho ya Mungu na roho ya familia. Roho ya familia ili bow down mbele ya mtumishi wa Mungu. Neno la mtumishi wa Mungu halikupita. Yaani ile mizimu isingeweza kustahimili lile neno lililotumwa na mtumishi wa Mungu baba yetu Prophet Philbert. Likamtoa kule aliko, likamleta Dar es Salaam. Alipofika Dar es Salaam, imagine wiki moja tu, alipofika Dar es Salaam akaja moja kwa moja mpaka kanisani. Na mtumishi wa Mungu hakujua kama ni yeye. Mtumishi wa Mungu hakujua kama huyu dada ni yeye. Wakati anafanya prophecy, anachukua maji, anaweka mchanga, anaongea mbele yule dada. Akamwambia ninaona roho chafu. Ili kuingia. Ndipo watu wanasema, baba, dada huyu, mwanamke huyu ulimtabilia mume wake ndio mwenye roho ya hana. Baba anasema my God. That was very amazing. Amen. Then ana contradiction ya mapepo ndani ya umama. Yanajifanya is like, are you getting? Is how your life is. Umeshoka na nakana hivi. Is how your life. Nini? Mke wake. Ni mke wako? Ni profesa. Ndio uliprofesai. Ndio uliprofesai. God. Yes. Huyu mwanamke amerudi ndio yule ulisema mume wake alikuja akanasema ameenda kutumika mahali ana roho ya hana. Ndio huyu. Piga magoti. Yes. My God, my God. Huyu aliacha watoto? Ndio baba. Ndio ulikuwa umeacha watoto wewe? Kwa ajili ya roho ya hana. God cannot contradict. Mungu hajawahi kujicontradict. God has his own path. Mungu ana njia sahihi. Ibada inaanzia nyumbani. Huyu mama ameacha watoto wake nyumbani, eti anaenda kutumika madhabahuni. Never ever. Yes. Yaani siku utakapona watoto wangu nimewacha nyumbani kwa ajili ya Yesu nakaa vibaya, jua Yesu huo sio utumishi, ni upumbavu. There's no such kind of life. Huwezi kuasha akitokea mchungaji akwambia upumbavu. Amen. Are you getting? Amen. Ndaleta watu wadogo nilikuwa nakutabiria.
Uwezi kuacha watoto. Amen. Hata kwenye ndoa sio kama ndoa ziko stable. Amen. Kuna wazazi hapo wamefikia kwenye level wamelea watoto wao kwa maisha magumu sana, lakini anavumilia kwa sababu ya watoto. Prophetic wisdom. Huyu Mungu anatisha. Huyu Mungu anatisha. Sasa kuna kitu kimoja nataka tujadili, utofauti mkubwa sana kati ya mtu anaongozwa na roho Mungu na mtu anaongozwa na roho za mapepo. Ni kweli. Neno liliwezekana vipi kumtoa mwanamke kule aliko waliotengana na mume wake, akamwachia mtoto wa miaka 3 aliojiona anatumika, akarudi madhabahuni akatii. Tena baba akuongea kwa kujipendekeza, alimwambia wewe hujaitwa. Yaani kwa kauli ile, kwa mtu mwingine ukisikiliza unasema sasa siendi. Lakini kwa kauli ile amesema wewe hujaitwa, na akamwambia yule mtumishi na yeye nakufuta, na bado yule mwanamke akaja. Mtumishi wa Mungu Elizabeth, elezea hili. What do you learn? Unaambia nini watumishi wa Mungu? Unamwelezeaje baba yetu Prophet Philbert hasa katika udhihirisho wa nguvu ya Mungu juu yake? Yaani kwanza kwa kila kitu ambacho kimetokea, kwamba alitamka kwamba haujaitwa na Mungu. Na kama mimi ni mtumishi wa Mungu, kabla mwezi wa kwanza haujaisha mke wako atakuwa amesharudi. Yaani lile neno direct lilienda likiwa na nguvu za Mungu. Kwa hata yule mwanamke aliposikia hayo maneno, aliyefanya mabadiliko ndani ya moyo wake ni Mungu mwenyewe. Sababu ile kauli imetoka direct kwa Mungu kupitia mtumishi wake. Ni kweli. Sijui unanielewa? Kwa neno la mtumishi wa Mungu ili tuone limetoka kwa Mungu lazima liwe na nguvu ndani yake. Neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu kama halina nguvu, hilo neno halijatoka kwa Mungu. Ni kweli. Na aliweze likaleta mabadiliko. Ni kweli kabisa. Sijui tunaelewana? Yes. Ukisoma Biblia inasema hivi, udhihirisho wa neno la Mungu haupo katika neno, bali upo katika nguvu. Yaani neno la Mungu tunaposema kwamba ni neno la Mungu, udhihirisho wake ni katika nguvu. Na kama wewe ni mtumishi wa Mungu, lazima neno unalolitamka liwe na nguvu, liwe na impact. Dada Sesi, unalizungumziaje baba yetu Prophet Philbert? Kwa kweli mimi waga nasema katika hili, katika hekima hii. Hii ni hekima ya viwango vya hali ya juu. Kwa mtu ambaye unatutazama hapa, anaweza asituelewe, ila kwa mtu ambaye anaona Prophet Philbert Pasco ni nani, kwa mtu ambaye anaweza kumtambua Prophet Philbert Pasco, ana hekima ya hali ya juu. Hauwezi kutafsiri, hauwezi kutamka neno kwamba tarehe fulani, mwezi fulani atarejea. Hiyo yani ni hivyo vitu vinafanywa na Mungu mwenyewe, yani tuseme yani si kwa yani ni manabii wachache sana. Yani manabii wachache katika dunia hii ambao wana hiyo wisdom, hiyo ambao wana hiyo neema. Sijui kama mnanielewa. Dada Sesi, umezungumzia hiyo neema. Najiuliza mimi, dada Eliza, ni makanisa mangapi kuna watu wako wanakaa mule makanisani, wanaambiwa wakae makanisani, kumbe ni maroho ya familia na watesi. Ni watumishi wangapi wanatumika? And that's why kuna kesi nyingi mnasikia kuna mtumishi wa Mungu anatumika lakini bado ana tabia fulani fulani. Kumbe hana roho Mungu. Jiulize, mtumishi wa Mungu ambaye unaabudu mahali pale, je, ana roho Mungu ndani yake? Ana roho hekima? Ana roho hekima? Sasa kwa nini nasema huu nabii una hekima kubwa ndani yake? Ndio ilovunjika kwa miaka 2 imekuja kurunganishwa in a very simple way. Oh my God. Na imekuja kuunganishwa tarehe 6 ya mwezi wa kwanza. Wiki moja baada ya unabii kutolewa. Wiki moja. Alafu kuna wewe hapo mama, kuna hapo kijana. Umekaa na tatizo lako zaidi ya miaka. Ujui chanzo ni wapi. Kweli. Unahitaji hekima ya kinabii ikufungue. Ambapo ni siku moja, yani ni siku moja, wiki moja inaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Dadeleza. Na ni kweli hawakujua chanzo, kwa sababu yule kaka alivyoulizwa mke wako yuko wapi, akasema yeye amehamia kanisani kwa sababu aliambiwa na roho ya. Wao walijua chanzo ni roho ya, lakini kumbe chanzo ni familiar spirit. My God. So it is very important kujua chanzo cha tatizo lako kabla ya kuanza kusolve tatizo. Ni kweli. Na mimi nilichokuja kunifurahisha Hakasamu, huyu baba bwana ni ana upendo sana. Angekuwa mchungaji mwingine, yani kwa the way yule dada alichokifanya, yani ni pastor, unajua
Ni pastor yule dada. Anampenda sana Mungu, ni pastor. Angekuwa mtu mwingine angemwambia kwa nini hivi, lakini alichokifanya alimwambia mkumbatie mume wako. Muombe msamaha. Can you imagine? Ambaye yani baba alikuwa hana sababu ya kufanya hivyo vyote. Lakini kwa sababu ndani yake ana hekima ya kinabii. Ana hekima prophetic. Yes, ana hekima ya kinabii mpaka akaona kusema, yani kwa mtu mwingine angesema okay fine, mke wako samesharudi. Mkaenjoy maisha. Mke wako samesharudi. Mkaolewa nini? Watoto, lakini hapana. Na kuna neno akituwekea hichi kipande hapa kaka Samu, utaona mke wake alilia kwa uchungu. Mume wake alilia kwa uchungu. Yani ndio maana nasema Prophet Philbert Pascal ana upendo wake. Sio tu upendo wake. Tunazungumzia hekima. Ana ile hekima yake fulani hivi. My God, ambayo yani kwa mtu mwingine hawezi kufanya hivyo. Na kuna neno moja aliongea watumishi wa Mungu, alisema hivi, to be a pastor is a wisdom. Hilo neno alizungumza mtumishi wa Mungu akiwa hapa madhabahuni wakati anaongea alivyokuwa anaelezea hekima. Akasema hivi, kuwa mchungaji ni hekima. Na ndio maana pale awali tulisema unaweza kuwa mchungaji, una upako, unatoa pepo, lakini ukikosa hekima utumishi wako hauna kitu. Ni bora kuwa na hekima. Hayo mambo mengine ukaacha, kwa sababu hekima itakuongoza. Watu, Biblia inasema watu walitoka kaskazini kusini kuifuata hekima ya Suleiman. Hekima ya Suleiman. Sasa kumbe kuna matatizo mengine yanahitaji hekima ya Mungu, na hekima ni roho kamili ya Mungu. Kusoma pale kwenye kile kitabu cha Isaya. Kuna hekima, roho za Mungu zimetamkwa. Hekima ya Mungu ni na hata baada ya pale kuwapatanisha, kwa hekima yake ya kimungu akaona sio bure. Aliwapa zaidi ya 100,000 wakale Jogoma. Yani watu waumini waliokuwa kanisani walivyoona namna baba alivyofanya ile ndoa ikarudi, wakapatana, wakaguswa. Na ukija kuangalia kwa dada Eliza na kaka Sam, sio kwamba walikuwa hawapendani. Hapana. Ni roho ya familia, family spirit. Walikuwa wanapendana. Ni kitu ambacho yani ilikuwa ni rahisi kanisa zima. Shikilia hapo. Kumbe inawezekana kuna mtu mmoja anapitia matatizo ya ndoa kwa sababu ya roho ya familia. Yani mtu mmoja ana vita na mume wake kwenye ndoa, kumbe wewe mwanamke ndani yako anaishi bibi. Ni kweli. Wewe mwanaume una vita na mke wako, kumbe ndani yuko babu. Hataki yale mahusiano. Anza kushangaa mimi labda mwanamke kaolewa. Alafu kumbe mwanaume ana michepuko, anarudi saa 10. Kumbe mwanaume ana roho ya babu. Nyuma babu yake ana wake 5 wa 6. Kwa hiyo lazima hivi vitu tunaviactivate, tunatembea navyo. Kabisa. Mpenzi mtazamaji, ukitaka hekima kama hizi, njoo Kinyerezi madukani chini ya babangu. Ilitumika hekima ya ajabu sana kaka Sam. Ilitumika hekima ya ajabu. Watu, can you imagine mtu ambaye alimwacha mume na watoto alipokuja kanisani. Lakini kanisa zima liliwapenda sana. Kanisa zima liliwapenda. Yani ni hekima namna gani? Watu wakafurahi. Watu walifurahi, wakatoa hela zao. Mtu yani anadiriki kumpa 10,000. Akanywe supu. Can you imagine? Kwa sababu waliona kwanza walivyoendana. Yani mkaka na mdada walikuwa wanaendana sana. Yani shetani huyu. Pastor Eliza, Pastor Sesi. Na uhakika hii kesi ingeenda ustawi wa jamii, wasingeweza. Watu wangetengana. Nina uhakika hii kesi ingeenda kwa balozi wa nyumba 10, asingesuluhisha. Nina uhakika hii kesi ingeenda mahakamani, isingesuluhisha. Karibu kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote, chini ya baba yetu mpaka mafuta Prophet Philbert Christ, ambaye Mungu ameweka hekima za kutosha ndani yake. Hiyo ndoa ambayo unaona wewe haiwezekani kabisa kurejea, hata kama mna miaka 20 itarejea. Tunamjua Mungu wa baba yetu na kaka Sam anaeleza. Unajua kwa vile mwanamke alivyomuumiza yule baba. Ninaamini angemuomba msamaha nyumbani, asingekubali. Isingekuwa sielewi ingekuwa. Lakini hebu hakafanya, hebu atuwekee ule ushuhuda tuone, tuone kabisa mwanzo mpaka mwisho. Tuone kakafanya, tuwekee zile shuhuda 2. Kabla hajaja na baada ya kuja katika
kanisa la Bwana Yesu kama tofauti. Hebu tuangalie ndugu mtazamaji, utuambie, unaweza ukalike, unaweza ukacomment hapo chini, tuambie maoni yako, tuma ujumbe, tupigie namba za simu ili tujue na wewe kwa huo ushuhuda kuna namna fulani kuna namna moja ama nyingine unaweza ukaa umekutoa hapo ulipo. Kuna namna moja ama nyingine unaweza ukaa umekupandisha na kukuinua. Yes. Penzi mtazamaji, twende tukaelekee sai tukaangalia ule ushuhuda alafu tunarejea hivi punde. Karibu. Leo Mungu aniambia hivi, anaingilia nyumbani kwako sai, anamgusa mke wako sai. Mwaka unaoanza yuawe mke wako anakuja, atakutafuta, ataomba msamaha. Hii ni child of God. Sio Mungu amemuita. She's not called. Naomba mchukue video vizuri. No. Mama Grace, popote ulipo, God has not called you. It is your familiar spirit imemuita. Yani roho ya mzimu inakwambia na yani iko hivi. Njoo. Uwezi ukaitwa na Mungu. Mungu sio jambazi. Mungu njoo kaeni. Mlete. Huyu mtoto ana miaka mingapi? 3. Huyu mtoto mdogo, si ndio? Uwezi kuacha mtoto wa miezi 3, miaka 3. Ukasema namtumikia Yesu. Ipo? Vipi kwako? Kanachia mtoto wa miaka 3. Kanachia mtoto wa miaka 3 na mwezi wa kike. Ninaona huyo mama anaacha a small child like this. Leo unasema Mungu amekuita. You. God has not called you. Come back to our family. Amen. Rudi mama kwenye nyumba yako. Amen. Amen. Hakuna Mungu akikuita anakupa direction. Amen. Nishaomba hata vijana, ukiona unaenda kuanza huduma kwa sababu kuna fujo kanisani, Mungu hajakuita. Kwa nini ngomana pastor na Mungu hajakuita, umeitwa na shetani? Mungu ni wa amani. Oh yes. Utakuwa kwa mchungaji utamwaga mchungaji. Mungu ameniita. Kwa amani kabisa. You are called now. Uwezi kuiba tofali za mtu kujenga nyumba yako. Ukisema Mungu ameniita. Yeye unaiba washika wa watu unaenda kufungua huduma. Mungu hajakuita wewe ni jambazi kama jambazi wengine, unatafuta chakula. Amen. Ila Mungu akikuita utakuwa mstaarabu. Utakuwa na adabu. Hata kwa mama wako wa kiroho, hata kwa baba wa kiroho, utanyenyekea. Wewe Mungu amekuita. Lakini ungomana babako aliyekufundisha kutoa pepo. Sasa Mungu amekuita wewe ni jini kama majini mengi. Ni Mungu ana utaratibu. Amen. Huyo Mungu atakuwa Mungu mkatili. Atakuwa Mungu katili ambao unaweza kusema ni mchungaji, uachie baba mtoto wa jinsi hii, lika hii. Unasema ndio kuhubiri injili ipi? Kanisa uanzia nyumbani. Amen. Anasema inamstahili askofu awe ni mume wa mke mmoja. Alee watoto wako ustaarabu. Siwezi kukuhudumia mimi wakati watoto wangu nyumbani hawana adabu. Haipo. Are you getting? Lazima nyumba yangu iwe sawa. Mke wangu ana discipline. Mume wako ana discipline. Now you can say I'm a pastor. Kwa mama nakusii Grace. Huyo mchungaji kama amekwambia wewe kaa hapa, uache watoto wako, amekudanganya. Anakupeleka jehanamu. Sure tell you. I'm a prophet. Hata kama ni nabii, aje tukatabiri. Kama huyo nabii, aje kae na mimi hapa. Mweka hapa huyo nabii na mimi hapa. Then God will decide. Aipo. Uwezi kuacha mtoto kama chio. Aipo. Hata aipo. Kama uwezi kuhurumia mtoto kama huyu mdogo, hata kama mama alikuwa na tofauti, kama uwezi kuhurumia mtoto mdogo, hauwezi kuhurumia wewe. Hauwezi kuhurumia wewe. Mama nakusi Grace, popote alipo. I don't know you, ila Mungu anakujua. Umekosea. Na kuonya kama nabii wa Bwana aliye hai. Na kuonya kama nabii wa Bwana aliye hai. Na kuonya mimi ni nabii wa Bwana aliye hai. Please, rudi nyumbani na watoto wako. Mimi niko hapa nasikia Mungu ananiambia loan na maisha na mke wake na mpaka mwaka wa kuzaliwa. I don't know them. Praise God. Ila nakusii. Hata kama kuna tofauti ya mume wako na udhaifu kiasi gani. Amen. Praise God.
hata kama una udhaifu, unaweza kuwa na udhaifu zaidi. Are you getting child of God? Amen. Yani hata wanangu naomba niwasihi, there is no perfect in the world. Amen. Upendo unastahili wingi wa dhambi. Upendo hauhesabu mabaya. Ukishakuwa na upendo utahurumia hata watoto wao. Amen. Unatoa ngapi? Watano. Yeah. Amekuachia wote? Wote. Anasema anamwambia the spirit of Anna ipo juu yake. Roho ya Anna ipo juu yake. Kwa hiyo yeye anatakiwa afanye huduma aniache. Roho ya Anna ipo juu yake. Roho gani ya Anna? Ndio mkuu nilichofundisha ya mkuu wa anga. Kumbe soma limeeleweka. Roho ya Anna. Sisi tuna roho wa Bwana na Roho Mtakatifu. Yani kwanza roho ya Anna iko juu, roho Anna iko juu yangu, amelipaka mafuta. Yes. Yani kuna roho wa Bwana, Holy Spirit, wanaongozwa na roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. All that. Kwa kama unaongozwa na roho wa mjomba wako na shangazi Anna, roho ya Anna. Yeye. Kwa hiyo alikuwa tasa. Kwa hiyo akiwa na mimi ina maana ngoja kwanza. I will die. Mimi nitakufa. Ana yupi? Ana kwenye Biblia, ana mama yake Samueli. Yeah. Kwa hiyo kama roho yana kwa ajili yake ilibidi awe tasa kwanza. Amen. Azae mtoto mmoja. Amen. Na huyo mtoto aitwa Samueli. Kwa hiyo ilibidi kwanza yeye awe nini? Awe tasa cha kwanza. Aishakuwa tasa? Hapana. Sasa roho yana yuko kwa ajili yake. Kama roho yana kwa ajili yake ilibidi awe tasa. Na wewe uwe nani? Uwe Elikana. Sawa? Na wewe mwaminifu kwenye ndoa, awe mwaminifu. Wewe nini? Elikana. Na kila mwaka uwe naenda Shilo kutoa sadaka. Na yeye awe na Penina. Una mke mwingine Penina? Unajua kuna wachungaji wengine. Kuna watu wengine wachanganya watu akili Alimchanganya sana tumishi. Alikuwa mfanya biashara. Yaani hela zote akapeleka kanisani. Zote yani ile biashara akaacha kufanya. Roho ya Anna. Akachukua mkopo, nikalipa mimi hapa mkopo. Roho ya Anna. Ana hajawahi kukopa unajua. Akachukua mzigo tena pia kule kazini kwake. Mpaka leo hajalipa ule mzigo. Kwa biashara kaacha, yupo kanisani. Ndio maana kanisani hapa jamani, nimekuwa nikiwafundisha mara nyingi. That's why ukija kanisani hapa una receive wisdom. Nafikiri uweze kufundisha mahubiri haya kwangu ukawa mtu tofauti. Na muwe makini na wachungaji wanaofundisha mahubiri kuwatishia. Yesu ni ana nguvu kuliko shetani. Maki siku kama tapepo la shangazi yako la bibi, mnasikia kama majini ya Jumapili baada ya kukamata jini jeupe. Maisani natangaza mema. Mke wako atarudi. Hiyo huduma haifanikiwi. Hiyo huduma haifanikiwi. Haiwezi kufanikiwa. Nimesema mimi haiwezi fanikiwa. God is God of protocol and procedure. Grace na kusimama. Come back to our house. Mimi ni nabii wa Bwana. Hii kitu itakusumbua. Ninakutangazia mwaka huu usiishe. Popote ulipo, fuate mwaka wako. Narudia tena kama Mungu aheshimiwe. Mchungaji yeyote atakaye kuode akapinga hiko kwa sababu anakutuma ili utumike. Yesu haitumiki hivyo. Siku ikikutuma kwamba acha watoto wako wafe njaa, jua nimekengeuka. Na pastor na kuomba pastor wa Mungu. You pastor, kama unatumika na Grace, mshauri Grace akalee watoto wake. Amen. Kama basi angegombana na mume wake, basi sema ni ndoa amegombana. Unasema na acha watoto na roho ya Hana. Sisi tunajua labda ni ugomvi, wamegombana nyumbani, hawapatani. Unasema Mungu ameniita niache watoto na roho ya Hana. Jamani hapana. Maisani, leo nakuombea. Atarudi. Na atakuwa mke bora. Ube a good woman. Watu watano na waacha. Father, I pray for this man. Natangaza saa hii Mungu aliye hai amekujia wewe. In the mighty name of Jesus Christ, your wife will come back to a child. In the name of Jesus Christ. Kale watoto wako na mke wako. Ninatangaza leo huyo mke atarudi. Atarudi. Asiporudi kwa amani, I know the way to make her to come back. Asiporudi kwa amani,
Yes. Najua mnakufanya. Leo kafurahi. Na mwaka kesho una gari? You have a car? Ya kutangazia gari mwaka kesho. Who's Grace here? When Grace? Nawe Grace? Wow. Nawe Grace? Mungu anataka kubadilisha maisha yako. Amen. Mungu anataka kuokoa maisha yako. Unakufahamu Moshi? Ndipo kwetu. Ndio kweli. Nilizaliwa, yes. Ndio, Ndipo nilipozaliwa. Ndio kuzaliwa Moshi. Yes. Amen. Nyumbani kwenu? Ndio. Ulikuwa umezaliwa binti pekee mwenye neema. Mwaka 83 Rara alizaliwa kwenu. 84. Mimi hapa. Ni wewe hapo. Tarehe 9 mwezi wa 12 84. 84 yes. Exactly. Amen. Prophecy itokea mwaka 83 November for you to be born. Kuna nguvu ya giza na uchawi na rana ya kwenda kusumbua. Yes. Amen. Amen. Umeolewa? Umeolewa lakini kwa tumetengana. Mko umetengana. Ninaomba glass. Ninaomba glass. Niwekee maji. Ninaona glasi ina maji meupe. Yes. Hayo maji meupe yanaingia udongo. Sahi. Amen. I see a grass. Ninaona unazaliwa hivi. Ukiwa white, ukiwa msafi, listen woman of God. Naomba niseme kama my goodness. Naona sikielewi. Okay, ninaona huyu mama is in this way. Yuko hivi kama maji. Then ghafla kama sogea hapa. Inatokea tope na ingia hivi. Anakuwa hivi. So this is the life she's living until now. Amen. Then ana contradiction ya mapepo ndani ya mama. Yanajifanya is like, are you getting? Is how your life is. Umeshoka na nakana hivi. Is how your life. Nini? Mke wake. Ni mke wako? Ni profesa. Ndio uliprofesai. Ndio uliprofesai hapa. God. Yes. Huyu mwanamke amerudi ndio yule ulisema mume wake alikuja anasema ameenda kutumika mahali ana roho ya Hana. Ndio huyu. Piga magoti. Yes. My God, my God. Huyu ndiye aliacha watoto? Ndio baba. Ndio ulikuwa umeacha watoto wewe? Kwa ajili ya roho ya Hana. Hii amechelewa for God. God cannot contradict. Mungu hajawahi kujicontradict. God has his own path. Mungu ana njia sahihi. Ibada inaanzia nyumbani. Amen. Huyu mama ameacha watoto wake nyumbani. Eti anaenda kutumika madhabahuni. Never ever. Yes. Yaani siku utakapona watoto wangu nimewaacha nyumbani kwa ajili ya Yesu nakaa vibaya. Jua Yesu huo sio utumishi, ni upumbavu. There's no such kind of life. Huwezi kuacha akitokea mchungaji akwambia upumbavu. Amen. Are you getting? Amen. Ndaleta watu wadogo nilikuwa nakutabiria. Huwezi kuacha watoto. Amen. Hata kwenye ndoa sio kama ndoa ziko stable. Amen. Kuna wazazi hapa wamefikia kwenye level wamelea watoto wao kwa maisha magumu sana, lakini anavumilia kwa sababu ya watoto. Uweze kumwachia huyu watoto ukakimbia. Mnasikia wanangu wewe? Vile unasema anaenda kutumika, mtoto miaka mingapi wa mwisho? 3. Au unawezaje kuacha mtoto miaka 3? Mungu wangu. Baby. Unaacha tu na mume, unasema mimi naenda kutumika, unaondoka nyumbani. Iko sawa hiyo? Hiyo mwanangu. Ndio hicho nguba, ndio maana hichi kitu hiki. Unaanza vizuri unaisha pabaya. Mungu akulehemu leo na maisha yako yanabadilika. Last week walipaka mafuta, hivi last week ndio. Akamwambia akirudi kwangu nitapata matatizo ya alikwambia iko hivi, huyo mchungaji namfuta. Yes. Itajulikana. It can be possible. Amen. Huo pumbaba upo.
Hear me. To be a man of God, you must be wise. Lazima una hekima, uwe na busara. Uweze kumpaka mafuta ukasema ukirudi kwa mume wako unapigwa kiuno. Atapigwa kiuno, ataugua. Nimesema mimi aliye hai. Yes. Ujinga hapa. Amekuja nyumbani. How you can leave your daughters, your son? Naomba niseme hivi. Haiwezi kutokea. Alipoingia tunali nikaparalyze jana usiku. Nisikie mwanangu. Siwezi kwa sababu hapa siwezi kuchuchumaa, siwezi kufanya. Utasimama hapa. Hear me. Hear me. Naomba nisikie wanamwangalia haya. To be a pastor, it is wisdom. Inahitaji hekima. Amen. Amen. Uwezi kusema huyu mwanamke aache watoto wake nyumbani, amwachie mme, vitoto vidogo. Usimame madhabahuni, Yesu anaponya. Yesu yupi ambaye aponya watoto wako na ndoa yako? Why that's Jesus? Amen. Praise God. Asiyeweza kutunza wa nyumbani kwake ni sawa nini? Ni sawa sawa na mchawi. Yaani ukiweka mchawi hapa na aliacha watoto wake, mnafanana. Sasa mwanangu, ni mbaya. The pastor anasema kama ukirudi kwa mume wako ataparalyze. Are you getting it? Nisema mwanangu. Hear me. Kabla hujampata huyu pastor, huyu alikuwepo. Amen. Amekuzalisha watoto wangapi? 4. Ndio. Sawa. Akili yako iko sawa? Hiyo akili iko sawa? Amen. Iko sawa. Then watoto walio na baba yake. Narudia tena. Huyo mchungaji alichokisema, my name is Prophet Philip. Pastor, yes. Wherever you are, popote ulipo we pastor. Ambona mwambia huyu mwanamke acha watoto wake. Ili akutumikie wewe. Ninakufuta. Oh yes. Amen. Una adabu. Amen. Una adabu. Amen. Aipo. Aipo. Amen. Aipo. Aipo. Amen. Narudia tena. My name, uje niombe msamaha. You don't know me. You utumike, come and pour down it to me. No matter what. No matter which. Oh yes. No matter how. My name is Prophet Philip Pastor. I'm born again. Yes. Baba yangu. Very bad. Very bad. Very bad. Na pia tuna haja kabisa. Tuna haja ya serikali kutuangalia sisi wachungaji. Tuna haja kabisa ya serikali kutuangalia sisi wachungaji. Tuna haja ya serikali kutuinvestigate, kutukana sisi, kutuangalia, kutugari. Tuna haja. Tuna haja. Oh yes. Sisi kama wachungaji, serikali ituangalie sawa sawa. Amen. Tuna haja. Tuna haja. Amen. Tunapokosea watusaidie, watuelekeze, tuweze kuenenda sawa sawa. Amen. Uweze kumwachia wa baba, uweze kumwachia mwanamume huyu watoto wa miaka 2 mitatu. Ukasema na kutumika huyu alee watoto, usema na muacha na watoto. Haipo. Wazazi haipo. 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 Ndio pastor anakuambia ukirudi kwa mume wako. Ukirudi kwa mmeo, mume wako ataparalyze. Are you serious? Mimi ningefikiria mchungaji angesema hivi, nenda tumwombee mume wako aje asali kwetu. Mkae pamoja. Mulie watoto. Niongeze mshirika. Maybe ingekuwa hivyo. Praise God. Amen. Are you getting? Amen. Are you listening? Amen. Unamwambia pastor, una adabu. Na kama unanifahamu njoo. Una adabu. Popote ulipo, una adabu. Una adabu. Amen. Una adabu. Nimesema hivi, haja atubu, asipotubu na mfuta. Mungu hai kazi ifanikiwe. Ifanikiwe kazi. Na inawezekana mchungaji pia atakuwa alimwasi babake wa kiroho. Nilikwambia amerudi sasa. Amerudi. Alikuja mara moja jana. Sasa kushangaza ameingia ndani nikaparalyze. Ukaparalyze? Yani hapa sasa Loya. Umefika.
Niko hapa. Baya. Na kibaya huyu mama ana neema ndani yake. Ndio inachongana neema imechangana nini? Na maji. Kumbe ndio maana kuna unashangaa. Ana neema imechangana nini? Na udongo. Kumbe sasa ni Roho Mtakatifu kachanganya na roho ya Ana. Utakuwa kichaa. My God. Utaanza kupandisha. Bwana piga sifa. Nimeona. Kumbe pandisha. Unaacha samboi kiasi. Wewe Grace. Mkumbatie huyo bana. Kama mkumbatie, tuone roho ya Ana na mimi mwingine. Mwambie nisamee mume wangu, nisamee ni upumbavu tu uliniingia. Mwambie nisamee mume wangu. Haya. Kumbatie mwanangu, kumbatie. Baba, kwa jina lako takatifu, ninarejesha familia hii upya. Narejesha ndoa hii upya. Huyu mwanamke na huyu mwanamume wako mbele zako sahihi. Kila roho chafu iliyoingilia maisha yao ikanyamaze kimya. Baba, huyu mwanamke na huyu mwanamume uliwapa neema ya utumishi ndani yao. Ila ibilisi anataka kupiga maisha yao wasifikie wito uliowaitia. Nami nakuomba Mungu uliyeumba mbingu na nchi naye kutumikia Yesu Kristo, ukae katikati yao wakapata kujua kweli na kweli kawaweke huru. Wakaishi katika neema ya Kristo. Wakatembea katika uweza na mamlaka ya jina lako. Uweza wa Kristo kawaongoze, kawalinde. Na ibariki familia hii kuanzia leo. Baba, hii ndoa naiweka wakfu kwa jina lako. Watu hao wakaishi kwa amani, kwa furaha na kwa upendo. Wakafanikiwe kuanzia leo. Wakaone maisha bora ya furaha na amani. Kwa mamlaka ya jina la Yesu lenye nguvu. Asante Yesu. Amen. Amen. Mwambie nakupenda bwana. I love you. Ukitoka hapa umnulie nyama. Nani wewe? Janet. Jeni. Jatipo. Mama tafuta 30 hawa wakale kuku hawa. Sawa. Leo ukampikie kume wako, sawa? Kuku zinatosha 30 kuku mzima. Wow, Mungu akubariki mwana. Thank you. Leta 30 nani? Imeshafika 50. Kwa ukitoka hapa mchukue ujogoo. Umpikie usiku wa leo. Na nikimaliza kuombea hapa, nyie msikae muondoke. Kama andae umule leo supu uweke 4. Kwa nikimaliza kuombea hapa, toa sadaka zenu, chukua mzigo yenu mwende nyumbani. Ukachukue kuku, umpike mapema, sawa? Anywe supu mwanamume, alale salama kwa lala. Mungu mkono wako hivi. Nenda ukaishi. Mkumbatie basi. Mwambie love you. Wow. Ndoa imeshamiri. Ndoa imeshamiri. Baba yetu ana msemo wake anasema no situation that God cannot change. Hakuna hali ambayo Mungu hawezi kuibadilisha. Changamoto yako ni ndogo sana. Wewe unachotakiwa kufanya ni kuchukua hatua ya kiimani. Siku ya Jumanne Kinyerezi madukani kila siku kuanzia saa 7 kunakuwa na 1-on-1. Mtumishi wa Mungu anaonana na mtu mmoja kila Jumanne. Njoo Kinyerezi madukani siku ya Jumanne kuanzia saa 7 utaonana na mtumishi wa Mungu, atakuombea, atakuwekea mkono, na ninakuhakikishia kama roho ya baba yangu ishivyo utapokea uponyaji wako. Mimi nipende kukualika, nipende kukusi, kuna Kigamboni pia hizi 1-on-1 zinafanyika. Kigamboni ni siku ya Alhamis. Ni Alhamis saa 7 kamili. Karibu pale Kigamboni mnadani Tungi. Pia kuna Mbezi Beach siku ya Ijumaa. Pia anafanya 1-on-1.
Sasa hapo ni jukumu lako. Yes. Ni wewe kufika. Kama ni Kigamboni, kama ni Mbezi Beach au ni Kinyerezi. Mimi nipende kukualika, nipende kukusimu, mwalike dada, mwalike kaka, mwalike mama. Karibu sana katika ibada za Jumanne na karibu sana katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote. Hatuna mengi ya ziada. Tupende kukushukuru wewe ndugu mtazamaji, unayetufuatilia, unayetutazama duniani kote. Sisi ni vijana wa Prophet Philibert Pascal. Karibu sana. Bye bye. Mpaka wakati See you mwingine. later.